Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo tuna topic inasema hivi kwamba je, kula sana ni dhambi? Je, ulafi ni dhambi? Je, kula kupitiliza kibiblia ina maana gani? Tunaona kwenye Biblia ulafi unazungumziwa kama kutaka kula chakula au kinywaji kupita kawaida. Na huo ndo tunaona ni ulafi. Kwa hiyo ni tabia ya dhambi inayoenda kinyume na kanuni ya kiasi au kujitawala. Mungu amempa mwanadamu utashi, maamuzi na kuwa na kiasi. Anapoacha kufanya hivyo mwanadamu, ina maana anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndio maana moja ya jaribu ambalo tunamuona shetani alimjaribu Yesu Kristo alipomwambia ageuze jiwe kuwa mkate. Ina maana alikuwa anapima ile nguvu ya chakula na ulafi unavyoweza kuharibu mapenzi ya Mungu. Lakini pia tunamuona mwingine ambaye alianguka kwenye dhambi kwa sababu ya chakula. Esau alipoteza uzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya chakula ambacho alipewa cha dengu chekundu alichopewa na Yakobo ndugu yake. Na ukisoma Mithali 23:20 hadi 21, maandiko yanasema, usiwe miongoni mwa walevi au miongoni mwa walao nyama kwa pupa, kwa maana mlevi na mlafi watakuwa maskini na usingizi utawavika matambala. Lakini neno la pili kwenye Agano Jipya tunaloliona ni kwenye Wafilipi 8:19. Maandiko matakatifu yanasema, mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, na kujisifu katika aibu yao, wakiwa na nia ya dunia, ya mambo ya duniani. Kwa hiyo hapo tumeweza kuona kwenye kitabu hapo cha Agano Jipya Paulo ameandika vizuri kwenye Wafilipi, kama tulivyosema kwenye Wafilipi 3:19, kwamba mwisho wao ni uharibifu. Ina maana wale ambao ni manabii wa uongo, maandiko yanasema mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, na kujisifu katika aibu yao, wakiwa na nia ya mambo ya dunia. Kwa hiyo kifungu hichi unaona kinapendekeza kwamba kutanguliza matamanio ya kimwili, ikiwa ni pamoja na kula kupita kiasi, kunaweza kumwelekeza mtu mbali na maadili ya kiroho ya kimungu. Kwa hiyo kuna maandiko mengi sana ambayo yameeleza na kukemea juu ya ulafi. Kwa hiyo ulafi kibiblia ni tabia ya dhambi inayoondoa karama au tuseme tunda la Roho Mtakatifu la kiasi. Kwa hiyo mwanadamu anakuwa anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu anapokuwa mlafi, yani kula kupitiliza. Kuna wengine wanakula hadi wanafagia tumbo, kuna wengine wanakula hadi wanajilazimisha kutapika, kuna wengine wakisha kula kupita kawaida wanatafuta namna ya kupoza tumbo. Sasa hayo yote ni matokeo ya roho chafu inayomuongoza mwanadamu kumkasirisha na kumhuzunisha Roho Mtakatifu, kama kile kitabu cha Efeso 4:30 mpaka 32 inavyosema kwamba tusimhuzunishe Roho Mtakatifu. Lakini pia tukiangalia Mithali sura ile ya 23 mstari wa 2, inasema hivi kwamba ikiwa una hamu ya kula, weka kisu kooni. Lakini Wakorintho wa kwanza 3:16 mpaka 17, maandiko yanasema, je, hamjui kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, nanyi ndiyo hekalu hilo. Lakini Mithali 25:16, maandiko yanasema, ikiwa umepata asali, kula ya kukutosha wewe tu, usije ukashiba na kuitapika. Zaburi 78:18, maandiko yanasema, walimjaribu Mungu miongoni mwao kwa kudai chakula walichotamani. Kwa hiyo hata chakula unachotamani unaweza kumjaribu Mungu. Wakorintho wa kwanza 10:31, maandiko yanasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Wafilipi 3:18 hadi 19, maandiko yanasema, maana watu wengi ambao
Nimewaambia mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi. Wameenda kama adui za msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, wajiinu yao aibu yao, wakiwa na mawazo juu ya mambo ya dunia. Lakini tunaona kitabu cha Kumbukumbu la Torati 21:20, maandiko yanasema, nao watawaambia wazee wa mji wake, mwana wetu huyu ni mkaidi na mwasi, hata itii sauti yetu, yeye ni mlafi na mlevi. Wakorintho wa kwanza 6:19-20, maandiko yanasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, ninyi si mali yenu wenyewe, kwa maana mlinunuliwa kwa bei. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili hiyo. Warumi 13:14, maandiko yanasema, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Unaona vitu vingi sana vinajaribu kueleza mwili ni adui wa mwanadamu kwenye mambo ya kiroho. Wakorintho wa kwanza 6:12, maandiko yanasema, nina haki ya kufanya jambo lolote, unasema, lakini si kila jambo lenye manufaa. Nina haki ya kufanya chochote, lakini sitatawaliwa na chochote. Huyo Paulo anasema. Wakorintho wa kwanza 10:7, maandiko yanasema, msiwe waabudu sanamu kama baadhi yao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, wakasimama ili kujifurahisha. Wakorintho wa kwanza 15:32, kila nilipopigana na hayawani mwitu huko Efeso bila matumaini zaidi ya kibinadamu, nimepata faida gani? Ikiwa wafu hawafufuliwi, na tule na tunywe, kwa maana kesho tutakufa. Kumbukumbu la Torati 21:20, wawaambia wazee, wana wetu huyu ni mkaidi na mwasi, hata tie. Ezekiel 16:49, basi hii itakuwa dhambi ya umbo lako Sodoma, yeye na binti zake walikuwa na kiburi, walishiba wala hawakujali. Mwanzo 3:6, mwanamke alipoona ya kuwa matunda ya mti huo ni mazuri kwa chakula, yanapendeza machoni na ya kutamanika kwa hekima, akatoa matunda yake akala, pia akampa mume wake aliyekuwa pamoja naye akala. Kwa hiyo tunaona matunda tu, chakula ndio kilimfanya Adam na Hawa waasi. Tunamwona Esau, na yeye anapoteza umiliki na utawala wa uzaliwa wa kwanza, na yeye kwa sababu ya chakula. Kwa hiyo chakula ni adui wa msalaba. Si kusema kula ni vibaya, lakini kula kupitiliza na kula kuliko mpangilio na kujali zaidi tumbo na mwili wa nje wa nyama kuliko roho. Ndio maana chakula cha roho ni maombi, ni sala, ni neno. Kwa hiyo lazima viende sawa. Kasi yako ya kusoma na kasi yako ya kula, kasi yako ya kuomba na kasi yako ya kula, lazima kasi ya kiroho iwe ni kubwa zaidi, kwa sababu mwili wetu au miili yetu inaongozwa na roho, inaishi ndani ya mwili na ina nafsi. Kwa kitu cha kwanza ni roho. Kwa hiyo hicho ndo kinatakiwa kile sana, kwa sababu hicho ndo kinachoongoza maisha ya mwanadamu na kumtia kwenye kusudi la Mungu. 19, kuna hatima yako au hatima yao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo lao, na utukufu wao ni katika aibu yao, akili zao zina kazi ya mambo ya dunia. Wafilipi 3:19. Mithali 23:2, tunaona naweka kisu kooni ikiwa umepewa ulafi. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tumejaribu kuyaona, ni mambo ambayo tunajaribu kutazama Mungu akiwa anakemea kuwa na ulafi au kutokuwa na kiasi kwenye masuala ya chakula. Swali la kujiuliza, wewe chakula unakichukua kwa namna gani? Je, kuna wakati unakula hadi unashindwa kupumua? Je, ni mlafi, unapenda kula ovyo? Je, ni mtu ambaye unaweza kubalance chakula ili uombe? Je, ni mtu ambaye utachagua chakula, si kila chakula kina baraka za Mungu? Ndio maana unaona Waisraeli walizuiwa baadhi ya vyakula, lakini pia walizuiwa kula vyakula wakati fulani, hususan vyakula visivyotiwa chachu wakati wa Bwana. Lakini pia wengine kwa sababu ya tamaa ya mwili wanaweza kuzini wakiwa kwenye kufunga, au hawezi wakafunga kwa sababu tamaa za mwili zitawaka, au tamaa za chakula. Sasa lazima ujifunze kujizuia na kushinda tamaa ya mwili
na hapo ndipo utaweza kutawala hapa duniani na kufanikiwa Christ. Mimi naitwa Apostle Johannes. Ningependa zaidi ya yote zidi kufuatilia mafundisho yetu na kushare, kulike, kucomment, kwa sababu hautopungukiwa kitu. Zaidi utapata neema ya kusambaza injili na Mungu atakubariki sana. Nawapenda. In Jesus name. Shalom.